السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kwanza hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuneemesha neema ya dini al-Islam, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua kwamba iwe ndiyo dini ya kuabudiwa yeye subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Kadhalika Allah asema man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya katika hili la dini. Kadhalika tunamhimidi Allah tujalia kutana tena sehemu hii kwa ajili ya kukumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na dini yetu, mambo ambayo kila Muislamu, mwanamke na mwanamume, anahitajia. Hii ni neema, si watu wote wamejaliwa kuipata neema hii. Ama maudhui ya au darasa yetu ya leo, kama ilivyotolewa ratiba kwamba itakuwa hasa kwa an-nisa lin-nisa, inahusiana na wanawake fil haidhi wan nifas, kuhusiana na masala ya damu ya hedhi na damu ya nifasi, wal istihadha, kadhalika na damu ya istihadha, hedhi na nifasi na masaili yake ambayo yapo katika damu hizo. Salamu. Kwanza tufahamu kwamba jambo hili ni muhimu sana kulizungumza. Damu za maumbile za akina mama, kwa sababu zimefungamana na ahkami mbalimbali katika upande wa sala, upande wa saum. Kuna masala ya idda, masala ya talaka na mambo mengine mbalimbali, ahkamu za kisheria zimefungamana na damu hizi za akina mama. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana na maana ya haidh. Kwanza ni kujua maana ya haidh, kadhalika katika lugha na kisheria. Katika lugha ya Kiarabu ikizungumzwa neno haidh, wanakusudia ni as-sayalanu. As-sayalanu ni maana yake ni kule kuchirizika kwa damu, kumwagika ile damu. Na katika sheria
neno haidh inakusudiwa ni damu tabi'atun wa jibilla, ni damu ya kimaumbile aliyoumbiwa, yani mwanamke, yakhruju min qa'ri ar-rahim, damu ya kimaumbile inayotoka chini ya fuko la uzazi, fi awqatin ma'luma, katika nyakati maalumu, hala sihhati almar'a, katika hali ya afya ya mwanamke, si kwamba ni maradhi, min ghairi sababi wilada, bila ya sababu ya kuzaa. Damu hii ni damu ya kimaumbile inayomtoka mwanamke chini ya fuko la uzazi, inamtoka akiwa na afya, si maradhi wala si sababu ya kusababu amezaa, la, inatoka katika wakati maalum. Hii ni maana ya haidh. Kadhalika katika jambo lingine la kufahamu, wanawachuoni wanataja hikma ya kupatikana kwa alhaidh. Ni nini hikma yake? Hikma ni kwamba mwanamke anapokuwa ana mimba, kile kiumbe kilicho tumboni, mwanamke anapokuwa na mimba, ghalib mara nyingi damu ya hedhi inakatika, kwa sababu ni chakula cha kiumbe aliye tumboni. Wakati mwanamke anapokuwa na mimba, na anapozaa, kwa sababu yeye hawezi kula chakula, ng'ombe yuko tumboni, kwa hiyo ndio njia yake ya chakula ni hiyo, na ni chakula ni hiyo damu. Na anapozaa mwanamke pia hedhi inakuwa haipatikani mapema, kwa sababu ananyonya, ni damu imegeuka ndio maziwa ambayo ananyonya mtoto. Lakini mwanamke anapokuwa hana mimba wala hanyonyeshi, damu inarudi katika hali yake ya kila mwezi, ima ni siku 3 au 5 au siku 6 au 7, kwa sababu haina kazi, hatumii kiumbe aliye tumboni, kwa sababu hayuko, hakuna mimba wala hakuna mtoto anayenyonya, inarejea katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo hikma, na hiyo ni sehemu kama ya kuuendesha mwili katika hali ya salama, kuwa damu inamtoka mwanamke. Hayo ni maumbile, bali ni afya kwa mwanamke. Hiyo ni sehemu ya kwanza, tulikuwa tunaona maana yake na hikma ya kupatikana damu ya alhaidh. Wakati mwingine inakuwa chakula, mara maziwa, mara nyingine inakuja kwa damu ya kawaida. Ni sehemu ya mwanamke kuingia katika nidhamu kama hiyo. Lakini nukta ya pili ni umri gani mwanamke anaanza kupata hedhi. Jambo hili wanawachuoni wanasema mwanzo
wa kupata hedhi kuna khilafu, kwa sababu sheria haijataja umri maalum wa mwanamke anopata hedhi. Sheria ya Kiislamu haijataja ni umri gani mwanamke anapata hedhi. Kuna khilafu baina ya maulama. Wapo wanaosema ni kuanzia miaka 12, mwanamke afika miaka 12 mpaka miaka 50 na koma. Wapo wanaosema kuanzia miaka 9. Kwa hiyo kuna khilafu. Ndio maana al-Imam ad-Darimi rahimahullah anasema kullu hadha indi khata', kauli zote hizo kwangu mimi ni za kimakosa, lianna al-marji'a fi jami'i dhalika ila al-wujud. Sema rejeo ni kwenye kupatikana damu, hata kama itakuwa chini ya miaka 9, ikipatikana damu ikaonekana ina alama kwa damu ya haidh, itazingatiwa kuwa hiyo ni hedhi, kwa sababu sheria haijataja umri maalum, haijaweka umri maalum wa kuanza kwa damu ya haidh. Kwa hiyo fa ayu qadrin wujida fi ayi halin wa sinnin wajaba ja'aluhu haidhan, wallahu a'lam. Kiasi chochote cha damu kitachopatikana katika hali yoyote na katika umri wowote, ikawa damu ile imebeba sifa za hedhi, basi itajaliwa kuwa kwamba hiyo ni hedhi. Kwa hiyo hakuna umri maalum wa mwanamke kuanza kwa damu ya haidh. Kadhalika umri wa kukoma kwa hedhi, kwamba mwanamke akifika umri gani atakuwa hapati tena hedhi, hedhi yake itakoma. Pia katika hilo kuna khilafu. Kuna zaidi kiasi cha kauli kama 6. iliyokuwa maarufu kwa kauli maarufu kwa katika mazingira yetu, kama mwanamke akifika miaka 50 hedhi imekoma. Swali laja, je, akifika miaka 50 au zaidi ikapatikana damu ya hedhi atahukumiwa vipi? Itahukumiwa kuwa ni hedhi, kwa sababu sheria haijaweka umri maalumu wa kukoma kwa hedhi. Lau kama mwanamke itakoma hedhi na itakuwa ana zaidi ya miaka 50 na akaiona damu ya hedhi, sheria itahukumu kwamba hiyo ni damu ya hedhi. Kwa sababu kwenye Qur'ani hakuna hilo kama umri huo ndio kukoma hedhi, na Qur'ani imebainisha ahkamu mbalimbali. Uislamu umeelezea adabu za kula, umeelezea adabu za kunywa, za kulala, imekuja kuelezea kwa nini jambo hilo listajwe basi. Kwa hiyo umri wa kuanza kwa hedhi na umri wa kukoma kwa hedhi haujatajwa katika sheria ya Kiislamu kwamba ni umri fulani. Kinachozingatiwa ni kupatikana kwa damu na kukosekana kwa damu. Ikipatikana damu ikawa na sifa za hedhi, itahesabiwa kuwa ni hedhi hata kama chini ya miaka 9. Na ikipatikana damu ikaonekana imebeba sifa za hedhi, itazingatiwa kuwa ni hedhi hata kama zaidi ya miaka 50. Itazingatiwa kwamba hiyo ni haidh. Kadhalika katika hilo nitataja kitu kingine kinachotajwa na maulama, ambacho ni je, mwanamke mwenye mimba akiona damu ya hedhi ni ipi hukumu yake? Tumetangulia kutaja kwamba mara nyingi mwanamke anapokuwa mjamzito, ana mimba, mara nyingi huwa hapati damu ya hedhi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema inma tu'rafu an-nisaa au ta'rifu an-nisaa al-hamla biinqita'i ad-dam. Wanawake wanajua kwamba wameingia, wana mimba kwa kukatika damu ya hedhi, kutoiona damu ya hedhi. Kwa hiyo mara nyingi mwanamke anapokuwa ana mimba, damu ya hedhi inakuwa haionekani. Lakini swali linakuja, je, akiona damu na ina sifa ya kuwa ni damu ya haidh na hali ya kuwa yeye ana mimba, sheria inasemaje? Hapa pana ufafanuzi waliotoa maulama.
wanasema ikiwa ataiona damu siku moja au siku mbili kabla ya kuzaa, ikiwa ataiona damu, yeye ana mimba, ameiona damu siku moja au siku mbili kabla ya kuzaa, na damu ile imeambatana na uchungu wa kuzaa, basi damu hiyo hukumu yake ni nifasi. Narudia, mwanamke ana mimba na ametokwa na damu akiwa na mimba. Maulama wa fiqh wanasema lau kama itamtoka siku moja au mbili kabla ya kuzaa, ikaambatana na uchungu wa kuzaa, yani ameona damu na uchungu wa kuzaa umemjia siku moja au mbili, alafu baadaye akazaa, basi damu hiyo hukumu yake ilikuwa ni nifasi. Lakini sasa ikiwa ameiona damu na wala haukumjia uchungu wa kuzaa, ameona damu siku moja mbili alafu imekatika ile damu na ameendelea hajazaa, je, itahesabiwa kuwa ni hedhi au itahesabiwa kuwa ni damu fasadi, ni damu chafu tu, haina hukumu yoyote? Wapo wanawachuona wanasema hiyo itakuwa ni hedhi, kwa sababu asili ya damu kwa mwanamke ni hedhi. Wanasema hivyo, hiyo itakuwa ni hedhi. Madhhabi ya Imam Malik, al-Imam Shafi'i na wengine katika maulama wamechagua kwamba hiyo ni hedhi, muda wa kuwa ametokwa na damu akiwa na mimba na haijaambatana na uchungu wa kuzaa, damu hiyo itazingatiwa kuwa ni damu ya hedhi. Kwa hiyo hiyo ni kadhia kuhusu mwanamke mwenye mimba akipata damu ambayo haikuambatana na uchungu na haikuambatana na uchungu ambao wa kuzaa, itakuwa ni hedhi. Sasa je, ikiwa ni hedhi na hali ya kuwa yeye ana mimba, na sisi tunafahamu kwamba mwanamke akiwa katika hedhi, tutakuja kuona hapo mbele insha Allah, kuna baadhi ya vitu havitakikani kwake kupatikana, kama vile kupewa talaka. Mwanamke apewi talaka akiwa katika hedhi. Je, huyu mwenye mimba, na sisi tunafahamu kwamba mwanamke mwenye mimba inajuzu kumpa talaka, je, yeye ana mimba alafu wakati huo huo imemtoka damu ya hedhi, sheria inasemaje? Wanasema wanachuoni, akiwa mwanamke ana mimba na ikamtoka damu ya hedhi, inafaa pia kupewa talaka, kwa sababu kinachozingatiwa ni ile mimba. Qur'ani imesema idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna, wanawake mtakapowapa talaka wanawake, wapeni talaka, waacheni katika tahara zao. Kwa hiyo mbona huyu ana hedhi? La, hapo kinachozingatiwa idda yake ni ile mimba. Kwa hiyo mwanamke akiwa na mimba na ikimtoka damu ya hedhi, inajuzu kuachwa, kupewa talaka, kwa sababu idda yake inazingatiwa kwa kile kuzaa mimba yake, si masala ya ile damu. Haitohesabiwa idda katika upande wa damu ya hedhi. Kwa hiyo haitomalizika idda yake mpaka azae, kwa ile aya, kauli ya Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba, ajaluhunna, kukoma kwa eda zao, kumalizika kwa eda zao, an yadhana hamlahunna, ni kwa kuzaa mimba zao. Kwa hiyo eda itazingatiwa kwa kuzaa, haitozingatiwa kwenye hedhi. Hilo pia ni jambo muhimu katika hii nukta ya pili. Nimemalizia kuhusiana na mwanamke mwenye mimba akiwa ameona damu, ufafanuzi wake ni huo. Nukta ya tatu,
mambo yanayozuka kwa mwanamke mwenye hedhi. Kuna wakati kuna mambo yanazuka, mtayataja na watathibitisha haya wanawake kwa sababu ni jambo lao. Katika mambo yanayozuka wakati wa hedhi ni kama vile kuzidi kwa masiku au kupungua, hutokezea haya. Mfano, ada ya mwanamke ni siku 6, alafu damu ikaendelea mpaka siku ya 7, au ada yake mwanamke ni siku 7 alafu akataharika siku ya 6. haya wanaita at-tawari ala al-hayd, mambo yenye kuzuka wakati wa hedhi, katika hedhi. yalla ikhwa, sauti jamaa. Kwa hiyo at-tawari, mambo yenye kuzuka kama vile kuzidi kwa masiku au kupungua katika ile ada ya mwanamke. Kadhalika katika jambo lingine la kuzuka la pili ni taqaddumu au taakhur, kutangulia au kuchelewa. Mfano, ada ya mwanamke anapata hedhi mwishoni mwa mwezi, alafu akaiona hedhi imekuja mwanzo wa mwezi, au kuwa ada yake ni mwanzo wa mwezi alafu damu ikachelewa ikaja mwisho wa mwezi. Hili ni jambo la pili katika mambo yanayotajwa ya kuzuka katika haidh. Pia kuna khilafu baina ya maulama katika aina hizi mbili nilizotaja, hukumu yake kuna khilafu baina ya ulama, lakini kauli iliyo sawab insha Allah ni kwamba wakati wowote mwanamke atakapoona damu ya hedhi ataizingatia kuwa hiyo ni hedhi. Kwa hiyo kama mwanamke anapata hedhi siku 5 au siku 3, damu ikaendelea siku ya 4 na 5, kwa kuwa hiyo ni damu ya hedhi, utaihesabu kuwa hiyo ni hedhi. Usiseme mimi siku zangu ni 3 tu, hata kama zikiongezeka. La, kwa kuwa damu imeendelea utaizingatia kuwa hiyo ni hedhi. Na mfano, mwanamke mwenye ada yake anapata hedhi siku 7, alafu akaona siku ya 5 damu ametaharika, mfano alama za kutaharika zimeonekana, basi atajihesabu kuwa yuko tahara. Hilo ndio jambo la sawa sawa katika aina hizi mbili nilizozitaja. Kadhalika hayo ndio madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika jambo hili. Aina ya 3 katika mambo yenye kuzuka ni umanjano, kupatikana maji ya umanjano, maji ya rangi ya njano, au maji ya rangi ya kijivu. Mfano, mwanamke ameona maji ya rangi ya manjano, au ameona rangi ya kijivu, yani rangi ya grey, maji kama uchafu hivi. Hili pia ni jambo ambalo linatajwa katika mlango huu, kwa sababu ni kitu muhimu pia kukijua.
katika hili ikiwa ameona hali hiyo akiwa katika hedhi, yani yuko ndani ya hedhi, alafu yakamtokezea maji hayo yenye rangi ya umanjano au rangi ya kijivu kabla ya kutoharika, fahuwa haidhun, basi hiyo pia ni hedhi, tathbutu lahu ahkamu alhaidh, zitathibiti kwenye damu hiyo, kwenye majimaji hayo pia hukumu za hedhi. Mwanamke akiwa katika siku zake, katika ada yake ya hedhi, yani ada yake ile ya mwezi, alafu ametoka damu, alafu ile damu ikawa haitoki, lakini yametoka maji ya umanjano au yenye rangi kama ya vumbi, kama kijivu, ataihesabu kuwa hiyo pia ni hedhi ikiwa imepatikana katika masiku ya hedhi. Lakini yakipatikana majimaji hayo katika masiku ya tahara, yani mwanamke ametoharika, yuko katika tahara, alafu akaona yamepatikana maji yenye rangi kama ya umanjano au rangi kama ya kijivu, na akiwa tahara, atazingatia kwamba hiyo ni tahara, sio hedhi. Kwa hiyo maji haya yana aina mbili, yakipatikana katika masiku ya hedhi yakaungana nayo, atahesabu kwamba ni hedhi, na yakitokea katika hali ya tahara, atahesabu kwamba ni tahara, asizingatie kuwa ni haidh. Hilo pia linatajwa katika mambo yenye kuzuka kwa mwanamke katika haidh. Aina ya 4 katika mambo yanayozuka kwa mwanamke akiwa katika hedhi ni taqattu'un fil haidh, kukatika kwa damu ya hedhi, bihaithu tara yawman daman, yani kwa sifa ambayo leo mfano siku moja ameona damu, wa yawman naqa, siku ya pili ametoharika, mara siku mbili damu ameiona, siku moja ametoharika, siku nyingine anaiona tena damu imekuja tena. Ina taqattu'un fil haidh. Jambo hili lina hali mbili wanazozitaja maulama. Kuna hali mbili. Hali ya kwanza ni kuwa hali hiyo kwake ni yenye kuendelea daima, kwamba siku zote yuko hivyo, mara siku mbili imekuja damu, mara siku moja imetoharika, mara siku tatu imekuja damu, mara siku mbili imetoharika, yani huwa kawaida yake. Kama itakuwa ni kawaida yake kupatikana kwa hali hiyo daima, kwamba hali yake iko hivyo, basi mwanamke huyu atakutanishwa na hukumu ya mwanamke mwenye damu ya istihadha, damu ya ugonjwa. Na damu ya istihadha inshallah nitakuja kuielezea katika darasa linalofuatia. Ikiwa hali hii inamtokezea daima, atakutanishwa na hukumu ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, na huyo inshallah nitakuja kumuelezea anakuwaje hali zake.